hicho hamna, maana wamepuyanga wao kama wao. Kuna swala la dharura linatokea, niambie. Timu inakuja uwanjani kwa ajili ya dharura, kwa ajili ya mechi. Imepata ajali. Mechi haiwezi kuahirishwa hata saa moja. Kwa kuna vitu vinatokea katika vigezo vya uongozi, lazima vifanyike kwa ajili ya manufaa. Usiwaze kwa sababu nawaza inaahirishwaje. Vitu vinatokea. Jambo linatokea la ghafla, lazima mechi iahirishwe. Kwa hiyo inaahirishwa kwa ajili ya manufaa ya jambo lingine lililokuwa, kwa sababu tatizo lishatokea. Nimekuuliza, yangetokea maafa uwanja wa Taifa, nani angelaumiwa kama si angekuja kulaumiwa tena Simba? Kwa wanapoongea wanakosa vigezo vya kuzungumza, lakini tatizo lililokuwepo, bodi ya ligi imeona mali. Bodi ya ligi imenusuru tatizo ambalo lilikuwa linajitokeza ni kubwa. Na hili wamelilea wenyewe. Sababu ya matatizo mengine wanayakalia kimya. Nimekwambia Simba amefanywa vurugu Mwanza. Hakuna chochote kilichoongelewa. Kuna mechi KMC pale Simba itakuwa fanya mazoezi. KMC nao wakaja kufanya mazoezi. Hakuna walichoongelea chochote. Kwa hiyo vitu hivyo wanaendelea kuvilea, wanaona ni sawa. Niulize, haya matukio ambayo Simba amefanywa, Yanga kafanywa nchi hii? Na kuuliza wewe, Yanga amefanywa hata mechi moja? Taratibu zipi? Taratibu zipi Simba za kuzuia kufanya mazoezi? Yanga amezuiliwa hata mechi moja, tujibiane. Kwa nini iwe kwa Simba? Kwa nini iwe kwa Simba? Una maana gani wanalao? Na maana gani? Maana kwamba mambo ya mpira yanaendeshwa kwa upendeleo wa mtu mmoja. Mpendeleo wa timu moja, na upendeleo huu ndio yaliotufikisha hapa. Timu zote ziwe na haki. Taratibu zinasema mtu anatakiwa afanye mazoezi siku moja kabla ya mechi. Japo wanasema eti timu tu ipewe adhabu. Huwezi kuruhusu mambo ya ajabu ya kumtoa mtu mchezoni. Eti aende akacheze kwa sababu uchaguzi umeshafanikiwa, umemtoa mtu mchezoni. Wachezaji wamekaa masaa matatu wanajiuliza nchi ya kwetu au tupo ugenini. Yaani ufanye mambo ya ajabu eti kwa sababu utapewa fine. Umeambiwa ni kosa kunya pale eti ukanye makusudi kwa sababu utajua tu nitapigwa 50,000. Ni akili za ajabu zisizokuepo hizo. Hatuwezi kubaliana na hili. Sisi ndio role model wa mpira na mpira wa nchi ndio tunaobeba. Kwa hiyo hatuwezi kubali takataka ziendelee kufanyika, tuziache. Lazima tusafishe mpira wa nchi hii unyoke. Wamekufuata mpaka Bunju Wanarao kwa ajili ya mechi ya Kariakoo Derby. Kukosa weledi, wametengeneza kiki ya kuingiza basi kwenye mechi imebuma. Ni kwa sababu vijana wao hawana akili. Yaani wale waliowapa taasisi ya habari hawana akili. Unajaza mafuta unaenda Bunju. Kwa timu Simba wamevunja kambi toka juzi. Hawapo kambini. Unatafuta kiki eti umemfuata Bunju kwa taarifa ya nani? Mechi nani anaoiongoza? Ni ukosefu wa fikra, yani unasema weledi mdogo. Yani una watu unawapa taasisi kubwa, unampa Alikamwe taasisi kubwa. Akina Privadinho wamepita vyuo vikuu, lakini akili utafikiri mtoto wa darasa la pili. Yani unawazaje akili kama ujaze mafuta, umchukue dereva. Ameongea mchambuzi mmoja akasema kuna haja kabla ya ligi kuanza, kuanzia hata wachambuzi, mameneja wa habari na madereva wapimwe akili. Ni shida ya afya ya akili, kila siku naongea tuna shida ya afya ya akili. Yaani mtu anatembea amevaa nguo, anang'aa kiatu lakini kumbe ana shida ya afya ya akili. Unajaza mafuta unawasha gari yetu unaenda Bunju. Una taarifa na Simba? Simba wamevunja kambi, hawako kambini, hawapo. Unatafuta kiki ili uonekane unachokifanya ni kosa weledi. Yaani engineer anaruhusije watu wafanye vitu kama hivi? Alafu leo tunataka kuwania kuwa eti mbunge. Hao watakaompa ubunge ndio waona akili zao ni ndogo. Japo ni ndugu zangu huko Kongwa, kama atatokea anampa ubunge engineer, akili zao zina shida. Huwezi kuongozwa na mtu ambaye akili zake anaangalia hapa. Tushakuuliza wewe ni kiongozi, unapokuwa kiongozi lazima uwe na miko ya uongozi ambayo unatakiwa kufundishwa. Mambo yale yasifanane na watu wa kawaida, mashabiki wa kawaida. Anayumba. Nikushukuru sana Lao. Asante sana.